Mume wangu, rafiki yangu cha usiku toka amemaliza chuo yupo tu mtaani anahangaika, na mpaka muda huu bado hajapata kazi. Hivi hakuna nafasi hapa ofisini kwenu mpatie? Kwa sasa hakuna nafasi pale ofisini, ila naweza nikatumia cheo changu kumchomeka, ili angalau na yeye apate chochote kitu. Yaani utakuwa umenisaidia sana kwa sababu anategemewa na wazazi wake. Basi mwambie anitumie vyeti vyake pamoja na CV yake, na pia baadaye afike ofisini kwa ajili ya usahili. Sawa. Bosi, samahani. Bila samahani. Kuna mgeni wako hapa, anaitwa cha usiku. Okay, mruhusu aingie. Mambo Alex. Poa, habari? Salama. Okay, nimepitia vizuri dokumenti ulizotuma na nimeona kuwa unastahili kupata nafasi katika ofisi yetu. Hivyo muone Mona hapo mapokezi, umwambie akupeleke ofisi ya manunuzi. Lakini mimi nilikuwa nataka kukaa na wewe ofisini kwako. Hapana, nafasi iliyopo ipo kule kitengo cha manunuzi. Okay, acha tu niende. Cha usiku, una shida gani? Mbona unaingia ofisini kwangu bila kugonga mlango? Nimekuja kukuchukua tukale chakula ofisini kwangu. Unajua nini cha usiku? Wewe nenda tu ukale, kwa sababu mimi tayari nimesha kula. Usiwe hivyo bwana, mimi nimekuja kukuchukua tukale wote na kuanzia sasa hivi niko tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Unamaanisha nini? Alex jamani, mbona unajifanya kama hunielewi? Unafikiri mimi ninavyojisogeza kwako kila mara ni urafiki tu? Kwa taarifa yako mimi mwenzio nakupenda. Hivi cha usiku, umesahau kuwa mimi ni mume wa rafiki yako? Hizo habari za wewe kuwa ni mume wa rafiki yangu mimi hazinihusu. Kwanza mimi sijakuomba unioe, kwa hiyo naomba usimtaje mke wako hapa. Tafadhali cha usiku, naomba urudi ofisini kwako. Mimi siwezi kuwa na wewe, kwa sababu tayari nina mke ambaye ninampenda sana. Sawa, mimi narudi ofisini kwangu, lakini wewe fahamu kuwa ninakupenda sana na ninakutaka kwa udi na uvumba. Mambo handsome. Poa. Vipi, umefikiria nini hadi muda huu kuhusu lile ombi langu? Cha usiku, hivi ni kwa nini hutaki kunielewa? Sio kwamba sitaki kukuelewa. Hivi ungekuwa wewe ndo unampenda mtu ungeweza kumuelewa kweli? Hata kama, kwani hujui kuwa mimi ni mume wa rafiki yako? Nimesha kuambia hilo halinihusu. Kwanza mimi na wewe tukiwa na mahusiano, huyo mke wako hawezi kujua. Hapana cha usiku, mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Leo utaweza, utake usitake, kwa sababu mimi sijija hapa kukuomba. Leo ni lazima ukubali kuwa na mimi, la sivyo nitawaambia wakurugenzi kuhusu wizi unaofanya kwenye kampuni. Acha kutafuta sababu cha usiku. Mimi sijawahi kuiibia hii kampuni tangu nimeanza kazi hapa. Alex, nyaraka zote za hii kampuni nimeziona na tayari nimeshazipiga picha. Ulikuwa ukichukua pesa za kampuni na kuhamisha kwenye akaunti yako binafsi, halafu unaandika ni matumizi ya kampuni. Tafadhali cha usiku, naomba hayo maneno yako yaishie hapa. Usije ukanifanya nifukuzwe kazi kwa kosa ambalo sijafanya. Yanaishaje na haujanipa jibu langu? Mimi nipo tayari kuwa na wewe, lakini naomba sana mke wangu asijue kuhusu haya mahusiano. Hilo halina shida, maana mimi ninachotaka ni kuenjoy tu na wewe. Sawa. Karibu. Asante. Mimi ni mke wa Alex. Nimekuja kumfanyia surprise maana leo ni siku yake ya kuzaliwa. Samahani, kwa sasa hautaweza kumuona kwa sababu ipo kwenye kikao. Alex hana kikao leo. Ratiba zake zote za vikao mimi ninazo, kwa sababu mimi ndo huwa namkumbusha kuhusu vikao vyake kila asubuhi kabla hajaondoka nyumbani. Hiki ni kikao cha dharura, ndio maana haujakiona kwenye ratiba yake. Kama ni kikao cha dharura hakuna shida, kwa sababu hata bodi ya wakurugenzi inanifahamu. Hivyo hawawezi kulalamika nikiwaingilia kwenye kikao. Dada, tafadhali naomba usiende huko. Cha usiku, yaani umenigeuka na kuamua kutembea na mume wangu? He, dada, nani alikuambia kuwa huu utamu wake utaupata wewe mwenyewe? Mpenzi tafadhali, achana na cha usiku, nitakueleza kila kitu. Alex, mimi sihitaji kusikia chochote kutoka kwako. Kuanzia sasa mimi na wewe basi. Na lazima nifikishe huu uchafu unaofanya kwenye bodi ya wakurugenzi ili wote mfukuzwe. Unatutishia wewe kama nani?
Nyamaza we mjinga, hii ni kampuni ya baba yake.